mengi zaidi, na humu ndani Lilian Mukulu umemsikia nadhani kwa uzuri wake coach anakuambia kwamba baadhi ya makosa ambayo yalifanyika hatafanyika, lakini pia ana imani kwamba wanafanyia marekebisho baadhi ya vitu ambavyo havikuwa vizuri zaidi kwenye mchezo uliopita. Lakini pia anakuambia kwamba wametumia muda mwingi kuweza kuwatazama Simba kwenye mechi yao dhidi ya Mtibwa, kwenye mechi yao ya klabu bingwa barani Afrika. Umeona kwenye michezo yao ya mwisho ambao wameicheza na ile ya ligi na kimataifa. Kwa hiyo wanaamini kwamba michezo hii inatoa taswira sahihi wanapokwenda kuwavaa Simba. Kwa sekunde chache Lilian Mukulu, tutazame kwa namna hii, kwa kuwatazama Simba katika michezo hii na ukitazama kwamba wameshasajili wachezaji wengine wapi ambao wataingia. Tulimsahau pia Kibabage. Umeona? Tukitazama Simba ambayo inakwenda kuwa na wachezaji wapi ambao hawakuwepo kwenye mechi ya Mtibwa na kimataifa. Tuwapatie nafasi zaidi Mashujaa au still wanayo kazi? Bado wana kazi. Mmoja wa watu ambao wameondokana na watu wao muhimu au mchezaji muhimu ni Mashujaa. Yes. Kuondoka kwa Abdulrazak Majid, ambaye ni beki wao wakati, ambaye ni captain, ambaye amejiunga na Singida Black Stars. Imekuwa ni changamoto sana kwao katika eneo lao la ulinzi. Sasa kulingana na opponent ambaye anakutana naye. Kwa kwangu hiyo ni moja ya sehemu ambayo naona wanaenda kuteseka. Walikuwa na beki ambaye ana viwango vya hali ya juu, alikuwa ni mpambanaji sana na wanamkosa katika mechi hizi kulingana na amejiunga na Singida Black Stars. Sehemu ambayo katika mechi dhidi ya Young Africans walifanya makosa mengi sana eneo lao la mwisho. Kwa natamani kuona Mayanja atakuja na mbinu gani kuweza kuwazuia Simba. Na shida nyingine ambayo niliona ni wanapovuka katika mstari wa katikati, namna ambavyo wanashambulia. Hawana kasi. Na unapocheza na timu kama Simba au Yanga, lazima utakuwa second team kiwanjani. Lazima utakiwa ufanye kazi ya ziada ili kuweza kuwapiku wachezaji wa Simba ili waweze kupata matokeo. Kama unacheza katika slowness ya design ile, itakuwa ni ngumu sana wewe kufikia lango la mpinzani, kwa sababu tukatae tubishe tutasema Simba ni wabovu, ila kwenye swala la quality uwezo compare quality ya Simba na Mashujaa. Itakuwa ni mtihani. Bwana, this time ngoja tumpatie nafasi DJ Twini humu ndani aweze kutupatia burudani 2-3, alafu sisi tutarejea hapa 8 za mchana. Karibu sana kama ndo kwanza unafungulia redio yako, hii ni Malkia Choice FM. Karibu sana, tukukaribisha msikilizaji wetu kokote uliko, uko kwenye daladala, uko nyumbani, uko na uko unapata chakula chako vizuri kabisa na kwa umekaa vizuri kabisa. Unajua at this time Lilian Mukulu tuko kwenye tunaelekea kwenye mwezi wa Malavidafi. Mwezi wa Valentine. Yes, mwezi wa Valentine. Asa si tu mwezi huu kwamba unajua ndo mwezi ambao mimi nimezaliwa. Unaniambia? Mimi nimezaliwa wiki moja kabla Valentine. Tarehe 7 mwezi wa pili. Kwa mdomo na tarehe 7 mwezi wa pili. Nimekuambia mapema. Wala wako nikosa zawadi. Utapata, niko hapa mimi. Sina shida. Sina changamoto katika hilo, si ndio? Yes, tumerejea tena dakika ikiwa ni ya 4 na sisi ni Malkia Choice FM kutoka hapa 102.2. Tuko vizuri kabisa Spotify kwa hewa mtu mbili ndani ya track moja, tuko naye mpaka 9 kamili za alasiri ambapo tunakuwa tunachomoka humu ndani. Mwanzoni kabisa nilikujuza kuhusiana na Sauti za Busara 2026. Na tukakwambia kwamba inarejea tena Stone Town Zanzibar kwenye kiwanja kipya kabisa chenye mandhari ya kuvutia, hewa safi, upepo mwanana wa bahari ya Hindi. Ni kuanzia tarehe 5 mpaka tarehe 8 2026, siku 4 za muziki wa live kutoka kwa wasanii wakubwa barani Afrika na diaspora. I wish ningemuona mtu mmoja anaitwa Bien. Unamjua Bien? Mimi bwana, ukiniambia Bien nakumbuka Sauti Sol. Hatari. Sasa kuna Bien sasa wa saizi. Bien hapo unajua ambaye yuko Kimani Aloni. Unajua kuna nyimbo gani naipenda? Nyimbo yake aliyoimba na Mario. Tulikutana Kilimani, Nairobi 2015. Kibaridi cha asubuhi. Naomba tuishie hapo hapo. Sasa mimi ninachoipenda ni nyimbo ambayo yani na mdondoko wake. Noma. Unaweza ukasikiliza leo, kesho kutwa uchoki. Sasa hili ni tamasha la kipekee na lenye vibe ya kipekee kabisa, likiongozwa na theme ya Let Them Shine ambayo inaangazia zaidi kutoa fursa na kukuza vipaji. Lilian Mukulu naona humu ndani ana kipaji. Kwa hiyo yeye tunamweka kundi la wanawake
wenye vipaji. Lakini pia kuna vijana wenye vipaji. Namuona DJ Twini, kijana mwenye kipaji, DJ mzuri kabisa. Lakini pia kuna watoto. Kama mtoto wako anajua kuimba zile nyimbo zao zile, basi vizuri kabisa. Hii ni katika kila nyanja msimu huu wa 23 wa moto kabisa. Kama unapenda ngoma, unapenda Afrofusion, jamani. Muziki wa pwani. Leo unaona nimeandaliwa vizuri kabisa mambo ya pwani haya. Muziki wa pwani tari kabisa. Mambo ya mambo ya taarabu. Lakini pia kuna zile ngoma ambazo mtu anaimba live. Haizokuwa anaimba Bikidude. Umeona? Hapa ndipo mahali pake. Unajua umezungumza watoto vipaji. Kwa neno mtoto pale akaimba namtafuta mke wangu, namtafuta mke wangu. Hapa yu. Kama ndo anachokitaka kitafanyika tu. Yes, kila kitu ni kipaji. Nimekumbuka zamani kaenda wapi kaenda. Kumbuka hizo nyimbo, kuna wasanii wakubwa kabisa siku hizi wanaimba nyimbo za watoto. Sio wanataka kurudi shule. Sawa, kama unataka kupata tiketi yako wahi mapema kabisa kwenye tovuti yao ya www.busaramusic.org au platform yetu hiyo. Sauti za 2023, sauti za Busara 2026, sauti moja, mdundo mmoja, ndicho kitu cha muhimu zaidi, sio? Yes. Pale mwishoni wakati tunaondoka Lilian Mkulu, wakati kabla baada ya kumwacha sasa DJ Twini, tulizungumza kuhusiana na coach wa Mashujaa na akaweza kuzungumza kwa uzuri wake. Lakini tunaye hapa msemaji wa Simba Sports Club, Ahmed Ali anakuambia kwamba yeye Mashujaa wanaweza kujilegeza kote hadi huko walikopigwa 6 ila sio kwa Simba. Mji wote Nyeri Tamuyo twende tukamalizane na kijana huyu kutoka Kigoma, tuchukue alama 3, mambo mengine yaendelee. Mchezo wetu dhidi ya Mashujaa haujawahi kuwa mchezo mwepesi. Tumeshamfunga mara nyingi sana Mashujaa, lakini hatujawahi kumfunga kwa wepesi hata kidogo. Siku zote Simba na Mashujaa huwa ni mechi kweli kweli. Huwa ni mechi ngumu kweli kweli. Huwa tunapata upinzani mgumu kweli kweli. Anaweza kajilegeza kote huko alikotoka, lakini akitokana na Simba Sports Club anazikaza kweli kweli. Tunatakiwa kwenda kupata ushindi katika mchezo huo dhidi ya Mashujaa. Una maana kubwa kweli kweli kwa upande wetu Simba Sports Club. Kwanza tunapata mazoezi, na sisi tunamuomba Mashujaa aje mgumu vile vile anavyokujaga siku zote. Asije kama yule alivyocheza wiki iliyopita. Aje akiwa amejikaza kweli kweli, kwa sababu tunataka tupate mazoezi ya maana. Twende tukaangaike na Esperance siku ya Jumapili. Anacheka. Kwa anataka Mashujaa ajilegeze, ajikaze. Anataka ajikaze kwa sababu ameshakwambia kwamba kwa sababu anasemaga anakujaga amejikaza. Acha ende kujikaza. Unajua? Au kwa nini anaona inakuwa ngumu? Au wewe timu yako inakuwa laini? Unajua kila mmoja anayo mtazamo wake kwa jinsi ambavyo anaona. Ndio mimi nauliza. Yeye anasema, unajua ukimsikiliza vizuri Ahmed anakuambia kwamba uoga wanajilegeza kote. Kwa hiyo huenda huko ambako walifungwa 6 wanajilegeza. Lakini wakikutana na Simba wanakuwa solid kweli kweli. Unajua si bwana anayekukazia. Unajua anayekukazia anakupenda. Kuliko anayekurahisishia. Anayekukazia anakupenda. Kwa mfano, twende kwenye mahusiano. Mwanaume ambaye bwana nataka kutoka, nenda. Nataka kufanya hivi, nenda. Na mwanaume na mwanaume anakuambia bwana natamani kutoka, unaenda wapi? Unachotaka. Unaenda kufanya nini? Unauliza maswali FBI rudi nyuma. Yupi bora? Kwa bora FBI. Kwa Simba washukuru kwamba Mashujaa hawataki mchukue alama za lele mama. Ndio maana mechi ya mwisho ziongeza dakika 15. Penalty 2. Kwa hiyo leo hii tutarajia mbungi nene. Yes. Na kweli Mashujaa ni timu ambayo ina matumizi bora ya nguvu. Kama Simba anacheza kama wazao na Mtibwa, maana yake wanatafuta kupoteza mchezo. Yes. Simba wazao na Mtibwa walikuwa very reluctant. Kidogo mechi experience tumeona kidogo wanakaa waamsho ambao kanaonekana. Kwa hiyo
naamini kama Steven Becker ataendelea na development, inawezekana ikawa ni sehemu nzuri pia kujiandaa na mchezo dhidi ya Esperance. Yes. Mwanzo na timu ambayo ina physically, kwa hiyo ni chachu au ni nguvu kuelekea katika mchezo huo. Na tulikuwa tumewatumia watu tuliomba message kidogo. Yes. Naomba nisome message. Anasema asante Dickson kutoka Dar Kawe. Simba bado sana wamelamba mchanga. Kama sio shabiki wa nani wa Jangwani. Jangwani. Wanasema ubingwa nje naitwa Selemani kutoka Dar es Salaam Bagala kwa sauti. Anakwambia wewe Simba Sports Club wasahau kuhusu ubingwa. Wameshachelewa, labda asubiri msimu ujao, na ngoja tuone mchozi wa leo hao waliosajili waende watafanya kitu, halafu tuta pretend kama wanaweza kutoboa ubingwa. Naitwa Tekla Mikocheni. Tuta pretend. Hata tu pretend. Tekla kutoka Mikocheni anakuambia ubingwa Simba wasahau. Kwani mnawavunja moyo wenzenu hivi? Usikate tamaa. Ila Simba kata tamaa. Yana moyo jamani. Alafu unajua bado mechi ni nyingi. Unajua nikwambie, mimi nilikuwa nikiwatazama Simba wamecheza michezo 6. Michezo 6 tu. Na ana pointi 13. Hauwezi ukacompare na tuseme Young Africans kidogo wameenda michezo 8. Yes. Ndio anasema bado mechi ni nyingi. Still wanao muda. Kwa sababu kuna timu ziko 30. Maana yake kuna mechi ukitoa moja na timu tuseme ziko 29. Timu 29, si ndio? Yes. Timu ziko 15. Timu ziko 16 tukiwajumlisha na wao. Tukiwatoa ina maana ni 15. Na maana mechi ni 30. Yes. Mechi 6 maana yake bado wana mechi 24. 24. Na usajili waliofanya. They have 24 games kwenye swala la ligi. Yaani ni mara chache, unajua ni exceptional cases. Yes. Mtu kumaliza msimu hajapoteza mechi. Kabisa. Ndio tunasemaga zile unbeaten. Kwa mfano kwenye EPL. Tangu 2000 na yani Arsenal 2004 kwenye ligi yetu Young Africans walifanya takriban 2 years ago kama sio 30 unbeaten. 2 years ago ndo anasema walichukua unbeaten league. Okay. Ni 2 years ago ndo walichukua unbeaten league. Kwa you never know mechi zitakuaje. Kwa hiyo bado ni mapema sana kuwakatia tamaa ya ubingwa. Labda kwenda katika hatua ya robo finali mimi nakubali unawakatia tamaa. Kwa hiyo uko umewakatia tamaa. Wewe unawakatia tamaa uko ni sawa. Kwa sababu wanahitaji ushindi 90% kwenye mechi 3. Ni changamoto. 100% sio 90. 100% na pointi 3 zote. Sasa ukipata pungufu ina maana. Kwa hiyo ni kitu ambacho hicho tu. Ila kwenye ligi bado nyeupe sana. Kuna timu kama hao kina Mbeya City, sijui KMC, sijui Coast ndio wamecheza michezo 11. Au KMC na kuna mmoja tu ndo kacheza michezo 12, JKT. Huyo KMC asubuhi tu championship. Ila huyo KMC mimi namuona kabisa ana fail kwa sababu amecheza michezo 11 kashinda mmoja. Ana goli 4. Ana goli zake 4-5. Hapa amesare 2. Anasema magoli. Ana goli 4-5. Kama sikosei. Amelose michezo 8. Ana magoli 3. Ana magoli 3. Ana pointi 5. If imagine pointi 5 kwenye mechi 11. Na maana umeshinda moja umesare 2. Umeona sasa? This is too bad. Ni changamoto. Yes, nadhani twende sasa tukawatazame pia bwana klabu ya Mbeya City wameweza kumsajili Hassan Dilunga. Do you think kwamba kuna msaada kidogo Hassan Dilunga anakwenda kuonyesha? Hivi imekwaje JKT? Sasa JKT Mbeya City? Alikuwa JKT, sinasikia kwa naona ameondoka Kichuya, ameondoka Dilunga, Kichuya ameenda Coast, Dilunga ameenda Mbeya City. Maybe kuna sometime unaweza kukuta labda kikosi kulikuwa na tetesi wameingia jeshini au jeshini. Si nisikia wameenda kuitumikia walipokuwa kina Boko. Nasikia walienda kutumikia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au sijui. Tuache hapa tuzungumzie mpira. Wao hao wanaposajiliwa kama wanajeshi au maana najiuliza sijui nilisikia hizo tetesi. Unajua nilisikia tetesi kwa nimeshangaa. Sema hizi ni story na hizi ambazo huaga ni tetesi tu. Yes. Kwani hata kina Boko pia si walisema kwamba naye huenda amepewa. Dilunga kama unamuongeza katika timu. Mbeya City. Inawezekana kawasaidia. Unajua Mbeya City, challenge ya Mbeya City ni wachezaji ambao wanacheza mbele. Yaani kuna changamoto kubwa sana katika wachezaji wao mbele. Yes. Unakaa unajiuliza na ukiangalia historia wachezaji wao wengi wa Mbeya City wasikia amecheza hapa. Ila inawezekana yuko katika tunasema ile
kipindi chao cha wao kuweza, tunasema it's their so primera, nikisema primera na kosea. Unaangalia mtu kama kina Kiomba. Habib he's not doing what tulitamani afanye. Yes. Yaani unajua ukipata nafasi mara ya 3 mara ya 4 haiji tena. Yaani unajua ukishaharibu utaonekana tu wewe ni mharibifu. Ukishaanguka ile kujirudi ni changamoto. Yaani Habib umri wake ni mdogo, ila hawaonyeshi katika kitu ambacho kipo kwa kweli kama anaweza kaa ni mtu ambaye atasaidia, kwa sababu kwanza Dilunga ni mtu ambaye ana pesa na uwezo control game na experience aliyokuwa nayo ni kubwa sana. Kwa anaweza kana akaja kuwa msaada mzuri sana kwa Mbeya City kulingana na nafasi ambayo anacheza. Kwenye safu ya kiungo, kwenye upande wa kiungo mimi namuona ni Mali. Okay. Anaweza akawa na msaada mkubwa. Yeah. Okay. Sawa, nadhani hiyo tunakuwa tumekamilisha kwa namna hiyo. Bwana, siku ya jana bwana, shirikisho la soka limetoa adhabu kali. Lilian, ulisema kuhusiana na refa. Refa bwana, mimi sijaona kokote alikopewa adhabu. Zaidi yake vilabu vyenyewe viwili ndio vimepewa adhabu. Ndio pale tunasema anyway, na adhabu yenyewe mimi hata sijazielewa. Kwa nini Morocco amepewa ndogo, Senegal amepewa nyingi? Shirikisho la soka barani Afrika CAF limetoa adhabu kali kwa Senegali na Morocco kufuatia vurugu wakati wa finali za kombe la mataifa Afrika AFCON 2025. Na kocha mkuu wa timu ya taifa ya Senegali Pape Bouna Thiaw ametozwa faini ya $100,000 sawa na milioni 255. Umeelewa? Baada ya kuamuru wachezaji kutoka uwanjani. Lakini kwa upande wa wachezaji Liman Cheikh Baroy Ndiaye na Ismaila Sarr wamefungiwa kila mmoja mechi 2 rasmi za CAF kwa tabia yao dhidi ya mwamuzi. Sasa hapa mwamuzi ameonekana yeye ndo kama alionewa. Umeelewa Lilia? Alafu pia CAF imetoza shirikisho la Senegali faini ya $300,000 sawa na shilingi milioni 768 kwa utovu wa nidhamu wa mashabiki wake, na dola nyingine shilingi $300,000 kwa tabia ya utovu wa nidhamu kwa wachezaji wake na wafanyakazi wa kiufundi. Sasa kwa upande wa Morocco, beki nyota Ashraf Hakim amefungiwa kucheza mechi 2 rasmi za CAF, na Morocco imetozwa faini ya $200,000 sawa na milioni 500 kwa tabia isiyofaa ya wachezaji wa mpira uwanjani wakati wa finali, huku faini ya shilingi $100,000 huku faini ya $100,000 ikitozwa kwa utovu wa nidhamu kwa wachezaji wa Morocco na wafanyakazi wa kiufundi ambao walivamia eneo la ukaguzi wa VAR na kuzuia kazi ya mwamuzi. Sasa mimi ninachojiuliza Lilian, aliyezuia kutazamwa kwa VAR na aliyekwenda nje ya uwanja kwa kushinikiza mwamuzi akatizame VAR, nani anakosa? Mtu anakosa, kwa sababu kila kitu anafanya kocha. Kwa hiyo hapa tulitakiwa kila mmoja ale kwa urefu wa kamba yake. Ila mimi ambacho nimekipenda ni kweli nimekosea. Adhabu ni haki yao. Yes. Ila ukweli ni kwamba lile doa litabaki kwa CAF. Yes, kabisa. Yaani kuna vitu ambavyo vinafanyika, maana yake kuna changamoto ambayo. Kuna changamoto. Yes. Haiwezekani makosa yafanyike kwa kiasi hicho. Naona kuna mtu haiwezekani makosa yafanyike kwa kiasi hicho. Watu waendelee kuchukulia poa. Kwa kwangu kama wana tamani kurekebisha kile ambacho tumekiona, ni wao kuendeleza ubora. Yaani CAF ni kujua namna gani ambavyo wana solve changamoto hiyo. Kwa hiyo coach ametozwa faini ya nyingi sana. Hela nyingi. Unajua mimi nimezitafakari hizo ni big unaweza kusema kama bilioni 2 kama timu zote zikaweza kushiriki vizuri. Ina maana sasa mfano kwenye ule mshindi wa Senegal walipata shingapi? Mbona kama wanawaramba hela zote za AFCON? Ndio hivyo, utajua nyaje. Kwa hiyo ametozwa faini nyingi sana, na I believe ni faini ambayo inawezekana ikawa ni sehemu moja. Ila mimi ninachofurahia hawajamfungia kocha. Kocha hawajamfungia. The first time si walisema kwamba wanamfungia kwa muda usiojulikana. Lakini nadhani wenyewe pia wamekuja kuangalia tumfungie au tupate hela zetu. Sasa ili yote asitokee, mimi pia waamuzi wenyewe wachukuliwe hatua. Sahihi. Yaani haya yote yanaendelea kutokea. Mwamuzi kushindwa kutafsiri sheria ni changamoto. Anatakiwa achukuliwe hatua. Yes. Kwa sababu haiwezekani wewe ushindwe kumudu, wewe ndio kiongozi uwanjani, wewe ushindwe kuchukuliwa hatua kulingana na kosa ambao umelifanya. Inawezekana ikawa ni sehemu moja hapo ambayo ni ngumu sana kwao. Yes. Kwa hiyo kwangu naona kabisa excuse me.
kwangu naona kabisa kwamba ili mambo yaende sawa lazima na maamuzi na yachukuliwe hatua, kwa sababu yote yaliyotokea kwangu mimi yaliyotokea ni mambo ambayo yanatakiwa yaweze kusolviwa, kwa sababu changamoto ya waamuzi haijaanza mechi ya jana tu ya Morocco. Sahihi kabisa. Changamoto ambayo ilikuwa endelevu kiasi. Kwa hiyo ni changamoto ambayo inawezekana iliwaumiza watu wengi sana. Naamini kama anaweza katatua hiyo changamoto, wanawezekana akaweka vizuri hilo jambo. Okay. Kwa hiyo swala sio tu kuwafungia Morocco, sio kuwafungia Senegal, ni kujua mzizi yote ametokea wapi. Mimi nadhani kuna saa nyingine hata wenyewe tu shirikisho tu wanapaswa kuwajibika. Hajatokea kwenye mechi moja. Yes. Imetokea takriban mechi 3 mfululizo. Sahihi. Tumeshuhudia katika mechi ya Tanzania mtoano, hata katika mechi ya makundi. Timu yote ambayo ilikuwa inaanza na Morocco kulikuwa na asili ya uonevu. Kulikuwa na asili ya uonevu ambao ulikuwa unaendelea. Kwa ili kuweza kutatua hii changamoto, ni afadhali waweze kujua shida ilianzia wapi ili kuweza kutafuta utatuzi. Yes. Sawa, hiyo ni kwa upande wa maoni yake Lilian Mukulu. Nadhani pia hata mimi pia ukiniuliza, naweza nikasema kwamba kwa referees kushindwa kutafsiri zile sheria, kwa sababu referee afundishi namna ya kujifunza au kuelewa kuhusiana na sheria 17 za mpira wa miguu. Zaidi yake yeye anachotakiwa kuhakikisha ni kwamba anasimamia zile sheria za mpira wa miguu na sio kulazimishwa au kukumbushwa, bwana referee ni wajibu wako kwenda kutazama VAR, au ni wajibu wako kuangalia ili kosa, je, ili kosa lilifaa mtu kupewa penalty au alikufaa, si ndivyo? Sisi tarejea hapa baada ya dakika chache na zaidi tutakwenda kutizamia kuhusiana na matokeo ya siku ya jana, lakini pia tutakwenda pia kutizamia kuhusiana na kile ambacho kitakwenda kufanyika siku ya leo. Hii ni Malkia Choice FM kutoka hapa 102.5. Yes, tumerejea tena dakika 27 toka ilipotimu ile mida ya saa 8 kamili za mchana. Tunajua huko nyumbani basi mama atakuwa anakaangiza vizuri ili kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wale tunaokulaga mpakani basi mambo yanakuwa vizuri kabisa. Yaani mimi nilichokuwa nakusubiri ni hilo neno pekee yake, wazee mpakani. Sisi ndio wazee wa mpakani. Sisi wazee wa mpakani bwana, ikishafikaga saa 9 hivi, saa hizi ndio utakuta mama anatafuta mboga, imagine. Tutafanyaje? Ndio tutafanyaje? Kula hapa saa 10, saa 11. Sawa bwana, tumerejea tena hapa. Nadhani kikubwa zaidi ambacho tunatizamia ni kuhusiana na habari zetu za kimataifa zaidi, na hasa bwana siku ya jana michezo mingi sana Lilian Mukulu. Siku ya jana bwana, ndugu zetu Majogoo wa London ni kama walipiga bomu mochwari. Walimpiga mtu 6 bwana. Kabisa. Na wenyewe sijui walifeli wapi. Niseme ule msemo wa yule msemaji wa timu gani akasema hivi, sijui walifeli wapi. Sijui walijichanganya vipi. Umeona? Sasa nataka nikuambie kwamba klabu ya Liverpool siku ya jana wameweza kumchabanga kibonde Azerbaijan Karabakh FK baada waliweza kuwachapa bao 6-0 kwenye mchezo wa ligi ya mabingwa barani Ulaya. It was obvious. Ilikuwa ni obvious ambao Liverpool ilikuwa lazima washinde. Yes. Ila mimi mechi ambayo imeniuma ni mechi ambayo iliwakutanisha yani mimi leo ni boa jana ni Atletico Madrid. Na yani walinikela mbao kwenye ukutano. Ukiachana Atletico wengine leo ni tiboa ni Madrid. Ila mimi sinakumbuka jana nilikwambia kwenye mkeka wangu sio wiki. Kabisa Real Madrid wamevurunda. Unachapwa 4. Unachapwaje 4? Alafu na goalkeeper pia anakuweka. Tukianza mechi ya Liverpool, it was an obvious win for Liverpool. Inawezekana ni kweli wana struggle, ila kuna opponent ambao wanapokutana na Liverpool najua kabisa kwamba hata kama anaumwa ugonjwa gani, huyo ugonjwa hawezi kuonekana katika opponent wa design ile. Kabisa. Liverpool walikuwa ni timu bora kiwanjani katika aspect zote za kiwanja. Walishambulia vizuri, walitengeneza nafasi vizuri, ndio ilikuwa ni better team na walifanya kila kitu sahihi katika mchezo ule. Kwa ndio maana nasema kwamba ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa lazima Liverpool washinde kwa namna yoyote. Ila kwangu super performance kwa McAllister, mchezaji wa
wa Argentina. Alikuwa ni mchezaji ambaye anaongezeka katika eneo la kushambulia, alikuwa ana pasi sahihi nyingi, licha sio tu kufunga ile magoli mawili, ila ni mtu ambaye alionekana kiwanjani katika eneo kubwa sana, alikuwa anaweza kudribble, alikuwa anafanya vitu vingi sana kiwanjani katika mchezo ule. Kwangu Galaxy they tried their level best, ila ndo tunasema kwamba quality ni kitu ambacho alizidiwa. Sasa katika eneo la kiungo tulikuwa tunaona kwamba Liverpool ndio watu ambao dominate mpira, hata katika kufanya vitu vingi sahihi katikati ya kiwanja alikuwa ni Liverpool ambao ni better. Tunasema hata kama timu inaonekana nyingine ina shida, ila kuna mtu ambaye ataonekana standing on. Kevin Dina beki wakati wa Karabag, inawezekana kuna somo fulani hivi anatupa, sio kwa kiasi kikubwa, ila alikuwa anajitahidi vya kutosha. Alikuwa amefanya kazi kubwa sana, amefanya interceptions nyingi, yani kuzuia mipira katika lango lake kutoka kwa wachezaji wa Liverpool. Pia alikuwa ni mchezaji ambaye kidogo alitengeneza uhai katika eneo lao la mwisho katika namna ya kujilinda. Kwa hiyo kwa mfano katika mipira ambayo alipoteza mpira undispossessed katika sehemu ya kushambulia, alipoteza mpira mmoja. Kwa alikuwa ni mchezaji ambaye kidogo alionyesha uhai, ila so far ilikuwa ni mechi ambayo inajulikana kwamba Liverpool anashinda. Tuwatazame pia Real Madrid ambao tunaweza tukasema kwamba tuwatazame Real Madrid ambao waliweza kupoteza mchezo bao 4-2 kwenye ligi ya mabingwa barani Ulaya dhidi ya Benfica. Benfica anamchapa Real Madrid bao 4. Ni nani kweli comeback? Malizia kwa comeback. Hii ni comeback. Kwa comeback ya kibabe au ni tu comeback? Madrid wanapata kadi nyekundu 2. Yes. 2 red cards. Unajua hivi tafsiri kwanza ya kupewa kadi nyekundu ni nini? Ila wasisema mpewa kadi nyekundu mechi wamepewa kadi nyekundu washakula 4. Tafadhali tukumbuke hilo. Red card after walikuwa shakula 3. La mwisho la bahati nasibu. Ina maana hata hivyo wangekuwa walishafungwa. Siku moja nataka nimsikie Twin. Mimi naamini Twin anajua mpira. Yes. Ndio kimwangalia kama footballer. Kama footballer hivi. Mimi naamini atakuwa alicheza. Wachezaji mpira mimi najua. Wacheza mpira wanajulikana kabisa. Sasa hapa ndo Ulaya mtu anaitwa Jose Mourinho. Unaitazama Benfica, cha kwanza ambacho ukitaka kujua kama hii timu inafundishwa na Jose Mourinho ni style yake ya uchezaji. Kabisa. Excuse me. Pole. Mourinho katika mechi hiyo alianza na walinzi 4. Viungo 2 wakabaji, yani double pivot katika eneo la midfield. Akaanza na viungo 3 washambuliaji na akianza na mshambuliaji tegemezi ni mmoja. Mourinho ni mtu ambaye anaamini katika basi. Excuse me. Una watazama Madrid wakati wanashambulia wao. Benfica walikuwa wanakaa sana katika eneo lao. Yes. Ndio maana hata katika mchezo licha ya Madrid kupoteza goli 4 walipossess mpira mara nyingi kuzidi Benfica. Pale ndo tunapomjua Mourinho. Mourinho akianza na mtu ambaye anamzidi, silaha yake ya kwanza ni mbio. Yaani katika mechi lazima tumsifie Andres pamoja na Glanuka. Kama nimepatia jina lake. Ni Gianluca Pretiana ni raia wa Argentina, 19 years of age, kama yani mpaka nimetafuta umri wake. Watu walikuwa wanajua namna gani ya overlap defense ya Madrid. Yani ni watu ambao walikuwa na movement ambazo ziliwapa wakati mgumu sana Gianluca pamoja na mwenzie. Unajua Madrid walichokuwa wanakifanya jana, walitamani sana kupossess mpira mara nyingi. Kwa hiyo walikuwa wanawaacha wakiwa na mpira. Wanapopata mpira Benfica walikuwa wanaweza kufanya counter vizuri. Huku tukimzungumzia Vangelias striker wao tegemezi, ni mtu ambaye alikuwa anaweza kustanda mabeki wawili. Yes. Na hiyo ikawa ni rahisi sana Madrid kufanya makosa ambayo yamewagharimu hadi kupata kadi nyekundu. Kwa mfano one of the worst red card ni ya Rodrigo. Anaingia dakika chache anafanya foul ya kitoto, anarudia na foul nyingine, anapata kadi nyekundu ambayo ipo. Kwa Mourinho anajua namna gani ya kujilinda na kushambulia kwa kushtukiza. Yes. Tunakupa wewe mpira kwa sababu na quality. Sisi tunatumia yale matukio haraka kiwanjani. Kwamba tunapata mpira, maamuzi yetu yanakuwa very quick, sio maamuzi ya kuchelewesha mambo, na hiyo imeweza kuwalipa mpaka kuweza kuruhusu goli 4-2. Unajua kuna wakati unaangalia goli 4-2, lazima umsifie pia na
na Courtois. Yes. Unajua katika mechi ambayo amefungwa 4-2, Courtois amefanya save 7. 7 saves. Ina maana hapo ukiangalia kwenye hizo 4 ambazo zimeingia walikuwa ni wanapata zaidi ya hizo. Hao walitengeneza big chance 8, yani big chance ambazo zilipatikana ni 8. 5 walishindwa kuzitumia. Wamefanya shot on target, yani wamefanya shot and saves. Courtois amefanya saves 7 katika mchezo huu. Maana yake excuse me, maana yake kwamba kama sio saves na Courtois inawezekana wangefunga goli nyingi zaidi. Sahihi. Ila sasa hii mechi bwana, ushasikia mechi na chezesha na mwamuzi mkuda. David Massa. Yule mwamuzi ni mkuda. Kwani nakwambia mwamuzi ni mkuda katika hii mechi. Unajua ametoa kadi ngapi jumla? Katoa kadi 9 za njano, kadi 2 nyekundu. Kwa mechi red. Mechi red. Hii ni red. Kwa ni moja ya kitu kwa sababu gani ya migongano. Na ukitaka kujua mechi ilikuwa ngumu kwa Madrid. Mimi kitu ambacho kinanishangaza. Ukitazama quality ya Madrid. Na unajua tafsiri ya kuwepo kwa kadi nyingi za njano ina maana kwamba kuna fighting ambayo inafanyika zaidi hapo uwanjani. Madrid kama kila siku tunavyozungumza, Madrid wana ubora sasa katika eneo lao la mbele. Yes. Ila ukirejea katika mistari miwili ya nyuma, wana changamoto. Yes. Kwa hiyo tu hizi kadi za njano 9 sahihi kabisa. Ni haki yao. Kwa mechi ya jana ni kwa haki yao kabisa. Unajua walitoka off mood baada ya kuruhusu goli 3. Kama nilivyokuambia, Madrid walianza wao kupata goli la kwanza kupitia Kylian Mbappe. That guy can score sana. Mimi nampenda Kylian, ana fighting spirit ya peke yake. Hata wenzake wasipofanya vizuri kwake lazima afanye vizuri. Dakika 17 alipata penalty ambayo ilikataliwa Benfica. Gianluca ambaye nilikuwa nakwambia he's 19 Argentina, bonge moja la mchezaji. Mbappe anapata goli, wanasasha dakika 36. Vagrish anapata penalty anafunga. Wanaongeza goli Benfica, Mbappe anapata goli la pili. Ikiwa 3-2 na dakika ya mwishoni Antoli goalkeeper alaruka free header na kuandikia goli la 4. Hivi mimi nilikuwa najiuliza long time ago tulikuwa tunasikia mambo ya Galacticos kwa Real Madrid. Na tukaonaga Real Madrid ambayo ilikuwa gani ya moto zaidi kwa Carlo Ancelotti before hajaanza kuyumba kabla ya msimu kurejea. Yes. Sasa sijajua changamoto kubwa zaidi ni nini, kwamba superstars wanashindwa kufanya vitu vizuri, kwa sababu mimi naweza nikasema kwamba superstar ambaye anafanya vizuri zaidi ni Kylian Mbappe. Unajua shida sio superstars. Madrid wana shida katika eneo lao la nyuma. Unajua Madrid sempeki ambao anawahi ni golini kwa Courtois kabisa na pale mbele katika eneo lao kwenye ushambuliaji. Yes. Madrid wana miss. Kuna siku nishazungumza sana. Unajua kuna wachezaji wanapoondoka they are missing those legs. Yes. Unaizungumzia Madrid ambao katikati alikuwepo, achana na yani hii miaka hivi baada ya miaka miaka 6 iliyopita. Madrid pale katikati walikuwa na mtu anaitwa Casemiro amewaka. Toni Kroos wa moto. Luka Modric usipime. Kwa yani ile bado hajapata watu ambao ni right replacement. Unaenda katika eneo la nyuma, Ramos alikuwa katika kiwango bora. They are missing ile fresh legs ambazo wako nazo. Okay. Muda unazidi kututupa mkono. Mechi nyingine ambayo mimi ambayo niliipenda jana ni comeback ambayo timu ya moyo wangu iliifanya. Wacha. Chelsea. Unaizungumziaje timu yangu bila kuitaja timu ya moyo wangu? 3-2. Sema wamejitahidi. Au Liam kuna kitu ambacho kinaonekana. Faida ambayo anakutana nao sasa hivi Chelsea kidogo anapambana. Okay. Spirit inaongezeka huko sababu coach kijana. Ila mimi bwana coach anachonichanganya. Bwana anatokea tumwambie bwana. Yule Andre Santos bwana tumtaki katikati. Acha sasa kama anampenda yule mtoto akamchezesha kule kwake. Anaanza mambo yananilia Amorim. Sasa hivi naona kama mapenzi yamezidi kwa yule mtoto. Hatutaki. Sema kuna coach, kila coach lazima na mchezaji wake pendwa. Bana, mchezaji yani kila siku akicheza sisi tunaona tunateseka tu pale katikati. Atuelezee James yetu katikati, atuwekee mtu ambaye wa maana, tuwe Trevor Chalobah kaa nje. Bwana umeona yani yeye kocha wengine bwana. Ngoja nikuje yani katika sehemu ambayo mechi ilibadilika ni baada ya kufanya subs alizozifanya. Yes. Yani baada ya kumtoa Gustavo na Andrew Santos kumuingiza Gitten na Terova. Kwa sababu gani? Alivyoingia Trevor Chalobah maana yake
nani akatoa Reece James akatoa katika eneo la katikati. Yes, akasogea. Wakacheza Willy Fofana pamoja na Shaloba. Reece James akaenda pembeni. Alafu Gittens alivyoingia katika mchezo ule, Enzo alivyotoka Andrew Santos, Gittens alivyoingia kidogo kuongeza kuna uhai ambao ulikuwepo. Yes. Unajua kuna wakati sasa tukubali. Sawa, tunapenda wachezaji. Ila Andrew Santos bwana, kocha umempenda vya kutosha. Andre, tunatosheka na kiwango chake. Yes. Yani sawa, tunakubali Maresca alikuwa anatuchanganya, ila sasa wewe na hiyo unaanza mapema kutuwekea watoto ambao wakati mwingine wanatuharibia mood za mapema. Kwa hiyo hicho ni moja ya sema ambao inawezekana anajua anapokuja kocha mpya kuna watu ambao wanawapenda, ila sasa kuna wakati ukifika unahitaji wenye timu yao ambao wanafia timu. Uwezo ukamweka Reece James acheze kama central defender. Hii moja ya sema ambao alikosea sana kumweka Reece James kama beki wakati. Unajua sawa, inawezekana akawa ni versatile player katika kikosi cha Chelsea, ila haimaanishi kucheza kama kama beki wakati. Kwa kwangu hicho ni kitu ambacho alikifanya, na pia kuweza he's good, sawa, ni mzuri katika kufanya sub. Ila sasa anachotakiwa kufanya ni kwamba kuna watu ambao kweli atupumzishe kiasi chake. Watupumzishe kiasi chake. Tunashukuru yule Andre kidogo inatosha. Takriban mechi nyingi akitoka yeye timu inabadilika inakuwa. Kwa nini tutese timu za Yes, nadhani haya mabadiliko pia yanapaswa kufanya as we see kwamba Manchester United, si unaona kitu namna ambavyo alikuwa anachezesha Amorim team, at this time tunaona mabadiliko makubwa kwa Michael, si ndio? Kwa hiyo haya pia tusione pia makosa haya yakifanyika kwa upande wa klabu ya Chelsea, kwa sababu ni timu ambayo ni bora na tunatarajia kwamba iendelee kuwa bora. Sasa tukianza kuwabadilishia wachezaji baadhi ya maeneo, inaweza ikaleta ugumu zaidi kwamba wachezaji wanaanza sasa kujipanga kwa upya. Though kuna ile wa kusema kwamba ukimweka hapa anacheza, akikaa tena hapa pia anaweza akacheza. Sasa hii pia mashabiki wakikosa matokeo. Sasa bwana, kuna kitu nilisahau wakati tunazungumzia Madrid. Alonso aliacha nafasi ya 4, sasa hivi wanacheza playoff. Sijasema. Sasa baada ya Champions League bwana jana kuisha, timu ambazo zimefanikiwa, au tunasema timu ambazo zinaenda ziko moja kwa moja au ziko katika kiwango kizuri ambao zile top 8 ni Arsenal ambaye jana wamepiga 3 kwa Kairat. Ni timu ambayo Arsenal kwa msimu huu mwanzo akasema their peak, kwa sababu katika mechi 8 hawajapoteza hata mechi moja, wana 100% win. Hasa timu ambazo ziko katika nafasi nzuri ya kusubiri 16 bora ni Arsenal, Bayern, Liverpool, Spurs, Barcelona, Chelsea, Sporting CP, Man City. Man City wamemchapa mtu jana, Barcelona wamemchapa mtu comeback. Afu nimependa kauli moja ya Lamine Yamal. Yaani ule mtoto, mimi kwa kweli tusimfanisha na Messi. Ila Messi angekuwa na igo ya Lamine Yamal, kuna vitu visingekuwa vinazungumzika sana. Kabisa. Hivi unajua mimi Messi katonga kitu ambacho kinaniuma. Wewe uchukue ubingwa, uchukue World Cup 2022 mara mwisho kupost siku unachukua kombe la dunia. Ana hujawahi kupost ile taji? Hajawahi kupost. Nakwambia angekuwa Cristiano, TBT tungeziona nyingi. Yaani Messi anajikuta mstaarabu. Yaani sasa bwana jana Lamine alichonifurahisha. Anaweza akawa mchungaji. Ukuta alikuwa anataka kuja kuwa mchungaji. Unajua Lamine jana anaambia anauliza swali na mtangazaji. Unakabwa na watu wawili. Kwanza mimi napenda. Yaani napenda na kama kwani wewe unajua ubora wa mchezaji unatokana na kwamba na watu au competitors ambao wanaenda kukutana nao. Sasa boy mtoto mdogo wa miaka 18 tunasema ukishafika bwana kwenye mambo ya hiyo ni egoistic bwana. Hiyo ni egoistic bwana. Sio egoistic bwana. Hiyo ni egoistic. Ubora bwana. Fabi, na watu unajua nikwambie kitu. Kwa nini pia baadhi ya timu na baadhi ya wachezaji unaweza kukuta mchezaji mmoja anakabwa na watu wengi, lakini kuna mwingine yuko zake free. Sasa yeye ndo anaambia hivi unakabwa na watu wawili. Uone kama anakuonea kwanza mimi napenda. Aicho jibu. Kwanza mimi napendwa nikikabwa na watu wawili. Fabi Soza. Yaani zizalao. Pale Yanga unaona kabwa na watu 4. Fabi zizalao. Yaani kwamba yaani wewe mtoto mdogo unafurahia na watu wazima ni wanaume ni kuadhalilisha tu, sio wamejielewa. Unalomba.
Twende kwenye mgodi. Sawa bwana. Yes, nadhani tuende kwenye mgodi, lakini before tujakwenda kwenye mgodi nadhani dakika chache niweze kutaja matokeo ya siku ya jana. Ewa. PSG bwana na Newcastle siku ya jana walitoka sare. Yaani yule PSG ya moja. PSG anachania watu sana. PSG kwenye mgodi. Ila unakumbuka jana nilikwambia GG inatoka. Yes. Yaani mimi aliyetuharibia mkeka ni mtu mmoja tu. Manchester City bwana walimfunga siku ya jana Galatasaray bao 2-0. Haaland kaeka kambani. Eintracht Frankfurt waliweza kufungwa bao 2 na Tottenham Hotspur. Ajax walifungwa na Olympiacos bao 2-1. Barcelona wakampiga FC Copenhagen bao 4-1. Benfica Real Madrid as we know. Half time ya Barca bwana. Barca unajua alienda half time wanaongozwa moja bila. Yes. Afu alivorejea. Yaani watu wanalombaya. Watu wanalombaya. Rafinha yule kama timu ya babake mzazi. Hatari. Na pia timu PSV na Bayern Munich. Bayern Munich alimpiga PSV bao 2-1. Yule ashukuru kadi nyekundu. Napoli na Chelsea 3-2. Bayern ashukuru kadi nyekundu. Yes. Isingekuwa kadi nyekundu. Alishughuli kwa nini? Shughuli ilikuwa analala mlango wazi. Arsenal na Kairat bao 3-2. Monaco na Juventus bao 0-0. Hakuna bao hapa, si ndio? Nadhani lakini pia Bilbao na Sporting walitoka 2-3. Atletico na Bodo bao 2-1. Atletico alifungwa siku ya jana. Karibu shughuli. Yes, karibu shughuli. Leverkusen bwana amemchapa mtu jana 3-0. Villarreal. Umeona? Lakini pia Club Brugge na Marseille bao 3-0. Mechi ambayo nilipenda, afu nikapenda kwa sababu kuna wakati kuna watu tuseme na madharau. Yes. Unajua ukimsifia mtu sana anakuonyesha. Kocha wa Dortmund bwana kabla ya mechi yao na Inter Milan, Niko Kovac, alimsifia kocha Inter Milan akisema ni kocha hatari na ni kocha mzuri sana Christian Chivu. Na Christian Chivu akamuonyesha kama ulikuwa unanikejeli, mimi naenda kukejeli uwanjani, akamfunga 2-0. Ni aibu. Lakini pia Belfast bao 4-1 dhidi ya Slavia. PSG ni shakusomea. Union SG na Atalanta bwana. Atalanta jana amechabangwa vibaya mno, lakini Monaco na Juve bila 0-0. Sasa kwenye mgodi tunaanzia Saudi Pro League. Huku pale tunasema DJ Twini akiandaa mambo yake vizuri. Akitupa burudani. Najua la Twini bwana hata kama upendi muziki utatikisa. Utaenda tu, utatikisika tu. Afu leo tuondoke na katara. By any means. Nimevaa kijora. Nataka taarabu. Simevaa kijora. Wewe unajua nimevaa kijora leo. Ndiyo. Twini anacheka, anaweza nitacheza nini? Hatari. Na kuzangua bwana. Kuna mechi ambayo ya kwanza ni Saudi Pro League, tutaanzia huko. Al Fatih anamkaribisha Al Ittihad Club. Yes. Kwangu naenda na Al Ittihad, anaweza kupata ushindi katika mchezo huu leo. Al Qadisiyah moja ya timu ambayo inajua sana kufunga, inamkaribisha Al Hilal. Hii ni mechi ngumu sana, ila mimi kwangu naenda na magoli. Tutafuta magoli mawili tu. Alafu kwenye Europa League kuna mechi ya DVV Go Ahead. DVV Go Ahead ndio timu inavyoitwa, anamkaribisha Braga. FC Braga ambao mimi kwangu na Braga anaweza kupata ushindi. Lille na Freiburg kwangu naenda ushindi au sare kwa Lille. Kumradhi. Nottingham Forest anamkaribisha Ferencvaros ambapo kwangu naamini Nottingham anaweza kupata ushindi. Genk timu ya zamani ya Mbwana Ali Samata pamoja na Malmo naenda na ushindi au sare kwa home team Genk. Lyon na Pau kwangu mimi naenda na over 1.5, tafute magoli mawili. Alafu Football Club FC dhidi ya Fenerbahce. Siamini kama Fenerbahce anaweza kumuangalia. Yes, yuko away, ila naamini anaweza kupata ushindi. Na FC Porto na Glasgow kwangu mimi naenda na FC Porto. Basel dhidi ya Victoria Pilsen kwangu naenda na tafute magoli mawili. Betis dhidi ya Feyenoord yenyewe tutafute magoli. Real Betis na Feyenoord tutafute pia magoli mawili. Mechi ya mwisho kabisa kwa leo ni Nice anakaribisha na Ludogorets. Kwangu naenda na Nice ushindi au sare. Okay.
au twende na mechi ya nyumbani? Twende na mechi za ligi kuu. Azam na TRA, naenda na ushindi au sare kwa Azam. Ala. Simba na Mashujaa. Kumbuka ile TRA wameongeza nani pale? Ndio nasema ushindi au sare kwa Azam. Okay. TRA na Mashujaa. Simba na Mashujaa. Yaani siamini kama Simba wana kitu cha kupoteza leo. Kwao naamini wanaenda kushinda. Alafu na nilia? Leo hii pia ya Azam na Young Africans iliahirishwa. Yes, na nadhani hizo ndo mechi zetu za leo kwenye ligi kuu Tanzania bara. So far so good. Kila kitu kimekaa vizuri zaidi kwa sababu Mbeya City na Singida Black Stars postponed kwa sababu timu hizi ziko kwenye maandalizi ya klabu bingwa kombe la shirikisho. KMC na Azam pia iliahirishwa na Mungo na Young Africans pia zimeahirishwa. Nadhani hizi mechi zote zitakuja kutafutiwa muda wake na zitachezwa vizuri kabisa. Bwana, dakika 50 Lilian Mkulu tuweze kumpisha hapa DJ Twini. Bwana ndiye Ilman kutoka anakwambiaje? Unasikia tu timu zao. Mbona tunashajua. DJ Twini anakwambiaje? Simba anashinda 2 tu. Mbona kama Opa Clement? Anakwambia Simba anashinda 2. Hapo anazungumza kama Opa Clement. Sasa kesho asiposhinda 2 na mimi mundani. Ala. Na muziki unaweza ukakaa pale. Ndakaa mwenyewe. Sawa bwana, sisi tunachomoka huko ndani, tukutane saa 12 kamili za jioni panapo majaliwa mpaka saa 1 kamili za usiku. Na wakati mwema na alasiri iliyo njema.